Poa, alhamdulillah. Bwana, mpo katika zoezi la kihistoria kabisa. Ni kitu ambacho mlikuwa mmekitamani kwa muda mrefu. Hatimaye leo kimesainiwa rasmi na ujenzi unaenda kuanza soon. Ni furaha iliyoje kwa wana Yanga? Ni furaha kubwa sana. Kwanza nachoshukuru kwamba Mwenyezi Mungu kwamba hii siku leo ya kukabidhiana mikataba na kupiga mikataba leo nimeiona nikiwa live, sijahadisiwa, bali hii ni historia ambayo wazazi, vijana, watoto, wajukuu watakuja kuiona kwamba baba yao, babu yao nilikuwepo katika historia ya kuweka jiwe la msingi Yanga, na katika mikataba ya Yanga nilikuwepo. Alikuwepo mkuu wa mkoa Chalamila, alikuwepo viongozi wengi walikuwepo. Hii leo nimeishuhudia kwa macho yangu. Niliwahi kuona uwanja wa zamani wa Yanga wa Kaunda, mimi nilishawahi kuushuhudia nikiwa mtoto mdogo, lakini leo katika umri wangu wa utu uzima huu, ukubwa huu, naishuhudia Yanga leo akiweka mikataba ya kujenga uwanja ambao utaingia takriban ya watu 20,000. Tulishawahi kuona Kaunda, hiyo Kaunda ilikuwepo, lakini haikuwa na majukwaa makubwa kama yanataka kuwekwa sasa hivi. Kutakuwa na gym, sehemu za kuogelea, kutakuwa na hoteli, restaurant katika uwanja huu. Kwa hiyo hii ni historia ambayo tumeambiwa kuwa huu uwanja ni mkubwa kuingia watu 20,000. Uwanja huu ukubwa wake KMC utaingia mara 3 yake. Ukubwa huu uwanja wa Chamazi utaingia mara 2 yake. Lakini ukubwa huu uwanja huu, uwanja wa Amani Zanzibar, utaingia mara 1 na watu wataingia tena wengine zaidi, kwa sababu uwanja wa Amani hawazidi tu 14,000. Huu unaingia watu 20,000. Ni historia ambayo leo hii tuliweka, Mungu atuweke watu tuushuhudie. Tumeshuhudia hakika. GSM sisi hatuna cha kumwambia wala hatuna cha kumlipa sisi watu wa Yanga, kwa sababu ameweka 50 Yanga 50 GSM, 50% Yanga 50% GSM. Hakuna ubabaishaji, hakuna wizi, mambo yako hadharani. Mungu amlinde GSM na injinia na viongozi wote wa Yanga waliokuwepo, kwa sababu kama hakuna maelewano baina ya viongozi wakubwa na viongozi wadogo waliokuwepo, usingekuwa na uwanja huu, kwa sababu uwanja ni makubaliano. Uelewe kuwa uwanja ni makubaliano baina ya Yanga na viongozi wa GSM. Kama kuna mgogoro kuanzia chini, uwanja usingekamilika, lakini kina Ngai, kina Muniri wamesimama kuweka mikataba ilikuwa thabiti. Kwa sababu gani? Wanaweka mikataba mizuri. Kesho na kesho kutwa wao wataondoka, wataacha vizazi vingine vya Yanga ambavyo hivyo vizazi vitaisimamia hii Yanga, kwa sababu mkataba ukiwa mbovu, ina maana kwamba hata Muniri Sulemani, hata GSM, hata Arafati akiondoka duniani, ina maana vitaleta mgongano. Lakini mikataba ikiwa mizuri, viwanja hivi, kwa sababu uwanja unaweza kuishi miaka 500. Miaka 500 binadamu hatufiki. Kwa hiyo wanaweka mikataba mizuri ili vijukuu vyetu na vitukuu vije kurithi huu uwanja, ukiwa kwamba mababu zao tumeweka mikataba ilikuwa thabiti, watafaidika vizazi vyetu vinavyokuja, vingine havijazaliwa bado. Weka mikataba mizuri, ina maana kwamba wewe sasa unawaambia vizazi vyako ama vijukuu vyako vitakuja kurithi vitu vilivyokuwa bora zaidi. Kwa hiyo tuwashukuru viongozi wa Yanga na GSM kukaa pamoja kufanya jambo hili kubwa leo. Kuna watu walikuwa kama hawaamini hivi haya yote yanayoendelea, wanasema ni kama drama tu zinaendelea kwa ajili ya uchaguzi. Wapo watu wao hata majumbani kwetu wanasema mtu aolewi, mtu anaolewa, ataachika mwanamke anazaa, ataachwa mwanamke anazeeka. Wapo watu wao katika binadamu. Hata sisi tuliooa, mimi nimeoa, ndio shabiki pekee ninayekuja na mke wangu uwanjani, lakini kwamba kuna watu wanasema kwamba wataachana, zile drama. Na mwaka wa 15 nimeoa miaka 15 iliyopita, na bado na mke wangu tupo leo kama tunaanza moja. Maneno yapo Uswahilini, tuulize sisi wenye ndoa tunajua maneno yapo Uswahilini. Wanasema kwamba hizi ni bla bla. Leo watu wamesaini. Mkuu wa mkoa ni mtu wa kutoka serikali haina masiara katika jambo lao. Mbona miaka yote watu hawajakuja kusaini? Lakini leo kibali kimetoka, na leo hii mkuu wa mkoa kaja. Ujue mkuu wa mkoa ni ubavu wa rais. Mkuu wa mkoa ameteuliwa na rais. Kwa hiyo amekuja hapa ni sasa, amekuja rais wa nchi, ni ubavu wake ule. Mkuu wa mkoa hawezi kuja hapa kama rais hataki. Kwa hiyo kaja sehemu ya rais ni uongo. Kwa hiyo hayo maneno ni yapo tu. Tumepewa miezi 20 mpaka 18 uwanja unaisha. Mingi hiyo miezi. Tuangalie kesho mpaka miezi 18. Alafu tuangalie wao wanaosema watakuja kujenga uwanja, kwanza wana nafasi ya kujenga uwanja? Ni wazi kwa mwenendo huu ndio mpaka AFCON ijayo ambayo itafanyika Tanzania, Kenya na Uganda,
ni wazi uwanja wa Dar es Salaam Africans unaweza kutumika kwa hata kiwanja miongoni mwa viwanja vya mazoezi. Yes, vitaweza kutumika kuwa kimojawapo cha kiwanja cha mazoezi tena kizuri kabisa. Na niwaambie tu uwanja huu hautochimbwa shimo katikati hata mara moja, na hatutowaruhusu watu kuchimba mashimo kufikia mbuzi. Hapa hatutomruhusu Simba aje kufukia mbuzi katika huu uwanja. Uwanja huu tunataka uwe uwanja safi na kila sehemu ya kona kutakuwa na kamera. Nikwambie kitu, uwanja huu ukija unapigwa asubuhi, unapigwa jioni, si ndio uwanja wetu brother? Hatujaenda kukodi kwa mtu. Ukija unapigwa asubuhi. Nikwambie kitu, mechi za nyumbani kuanzia mwakani kuendelea tunashinda zote. Uwanja wetu tunaujua sehemu gani nzuri, sehemu gani mbaya, na nikwambie tu kwamba historia imejengwa hapa, sio wao. Uwanja wao wa mazoezi ukiingiza mguu unanasa, tope linanasa hapa, lakini sisi uwanja wetu utakuwa ni uwanja bora na uwanja smart. Njoo angalie masupermarket yatakavyojengwa ya kisasa, njoo angalie parking za kisasa, njoo angalie Jangwani inavyokuwa kama ya kutoka China. Hii ndio Young Africans brother. Bwana, shukrani sana. Asante sana.